Mheshimiwa Waziri wetu wa Nishati, ndugu yetu pale bungeni tumezoea kumuita mtu wa watu, Deo Ndejembi, Mheshimiwa naibu wetu waziri, mdogo wangu Salome Makamba, ambaye kwa kweli kwa mkoa wetu na hasa wakina mama mkoa wetu wa Shinyanga tulisema tunataka kuchagua majembe, viti maalum, tukachagua majembe, tukayapigania na hatimaye leo hii amekuwa naibu waziri. Hongera sana Mheshimiwa Salome Makamba. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, dada yetu kipenzi, mlezi wa wana, Mheshimiwa Mboni Muhita, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO, kaka yetu Lazaro Twange, mwenyekiti wa kamati kipenzi chetu Subira Mgalu, bila kumsahau mwenyekiti wa chama kizito, chama kikubwa, Chama cha Mapinduzi, kaka yangu Mabala Mlolwa. Itifaki imezingatiwa. Mwangaluka wanawamayo imiza mdemola kokayamola. Wale wengine ambao nimewatoa kidogo kwenye mstari, wakubwa shikamoni, na wale wadogo mambo. Leo nina faraja sana kusimama hapa. Nimefarijika sana kusimama hapa nikiwa ni mbunge mwanamke ambaye ninashuhudia hapa kwenye jimbo langu la Kishapu mradi mkubwa kama huu. Ninafarijika kwa sababu Mheshimiwa Rais wetu kipenzi ambaye amekuwa akitekeleza na kufanya mambo makubwa kwa hii nchi, tunashuhudia mengi na tunajua amefanya mengi. Leo mimi kusimama hapa nikishuhudia mradi mkubwa kama huu, kwa kweli ninajisikia fahari. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Mama Samia safi! Mheshimiwa mgeni rasmi, hongera sana. Hongera sana kwa maana ya TANESCO kutekeleza mradi huu. Hongereni sana TANESCO yote kwa ujumla ambao mmetekeleza kwa kishindo mradi huu. Ninafahamu watu wamekuja kushuhudia, lakini hata makamu mwenyekiti kaka yangu Aishi Hilali, makamu mwenyekiti wa kamati ya APC, kila siku alikuwa ananiambia tunakuja Kishapu. Na mimi nilikuwa namsumbua sana MD. Namwambia MD, kuna siku nilipigia simu nikamwambia MD, wananchi wa Kishapu tunataka tuone mambo pale yanafanyika. Hii phase ya pili lini? Mheshimiwa MD, naomba nikwambie jambo moja. Nilikuwa najua kwamba phase ya kwanza mmeshatuonesha mambo mema, mmetusaidia kwenye elimu, mmetusaidia kwa maana ya ajira. Vijana wengi wetu wa hapa Ngunga na Kishapu kwa ujumla wamepata ajira. Sasa unapoona mambo mazuri kama hayo ya phase 1 ambayo imefanyika, unatamani na phase 2 ije ili mambo yazidi kuwa mazuri zaidi. Uongo kweli? Kishapu oye! Niwapongeze sana, nikupongeze sana MD na watendaji wako wote kwa kazi hii kubwa na nzuri ambayo mmeifanya. Wananchi na hasa vijana wanafarijika sana kwa kuweza kupata ajira. Mambo yamekuwa mepesi kama ambavyo tumeona kwenye video clip hapa. Vijana wenyewe wanaeleza kwamba mradi huu, ile phase ya kwanza ya zile megawatts 50, kwa kweli wamefaidika, wamepata ajira. Ni matumaini yangu kwamba na mambo yatakwenda, kama walipata 100 basi watapata 200 au zaidi. Ninaomba msiendelee kutuchoka, mchukue wananchi wetu wengi zaidi. Tuna vijana ambao wako imara, tuna vijana ambao wana uwezo, lakini kubwa zaidi, nadhani hata mkilinganisha na maeneo mengine, hapa kwetu miradi yoyote ambayo huwa inafanyika, mkuu wetu wa mkoa ni shahidi, uaminifu huwa ni jambo la msingi na jambo la kwanza ambalo sisi tunajivunia nalo. Kwa hiyo ninaomba niwathibitishie idadi yoyote ambayo mtaendelea kuiongeza ya wafanyakazi hapa kwenye mradi huu, tunawathibitishia kwamba uaminifu utakuwa ni wa hali ya juu. Hamtajutia kuwachukua vijana wetu na mambo yatakuwa sawa sawa. Lakini nitoe ombi kwa MD wetu wa TANESCO. Mradi uliopita kulikuwa kuna madarasa 3 ambayo yalikuwa bado hayajakamilishwa.
Nikuombe kaka yetu, kaka Twange, ninajua uwezo wako, ninajua roho yako, ninajua jinsi ambavyo wewe ni mtu ambaye hutakiwi kuambiwa mara mbili. Ninakuomba madarasa haya yaweze kukamilishwa. Lakini pia vile vile mradi huu kama ambavyo mmesema kwamba mtasaidia kwenye sekta ya maji, tunafahamu mtasaidia kwenye elimu na maeneo mengine kadhalika. Mimi nilikuwa naomba basi, kwa sababu mradi huu hili jambo ni zito, ni kubwa, ninaomba Mheshimiwa Waziri na TANESCO kwa ujumla, basi hadi mkishakamilisha, maana najua mkishapeleka umeme, mmeshapeleka kwenye vitongoji 5, bado kimoja. Sasa kila kimoja kikikamilika, maumeme yatakuwa yamebaki mengi. Hebu sogeeni hata na kata nyingine za jirani huko, ili mambo walau, maana mkishamaliza kile kitongoji kimoja, bado unajua uwezo mtakuwa nao. Misaada hii tunaomba muendelee kutusaidia na kata nyingine ambazo ziko jirani. Tunajua kwa moyo wenu mambo yatakuwa mazuri kabisa. Baada ya kuyasema hayo, ninaomba zawadi pekee ambayo tunaweza kumpa Mheshimiwa Rais wetu ni kulitaja kwa wema jina lake. Kulitaja kwa wema jina la mtu, ndugu zangu, ni zawadi moja kubwa sana.